Mkina, mambo vipi? Safi kabisa. Vipi hali bwana? Niko vizuri, naona mapema kabisa umefika KMC. Tuna uhakika bwana, timu yetu timu bora kama hivi unavyoona kina Libasegeni, kwa hiyo inatufanya tuwai mapema ili tuweze kuona burudani. Hatuna shida. Watani zako jana nilikuwa nazungumza nao wakasema kwamba hapa KMC umejichanganya. Yaani kuanzia michezo ambayo unacheza kuanzia leo hautopata matokeo mpaka unaondoka. Unajua kitu anachokifanya sisi tumeshakishtukia. Sisi tulichagua uwanja wa Isamuhyo. Tulitegemea sehemu ya serikali, ulinzi uliokuwepo pale tutakuwa tuko sehemu salama. Lakini mwisho wa siku ile tunavyoambiwa kwamba ni timu ya wananchi, tumekubali kweli ni timu ya wananchi. Kwa sababu kwenye sehemu ya kambi ya jeshi kuna makarakana yote akiwa wameenda wamepanga nyumba mule ndani. Kwa hiyo tukaona ni bora adui sio kumkimbia, adui ni wa kumfuata huko kwa alipo. Kwa ndio maana tumerudi ili kupambana naye huko tulipo. Lakini hapa ulikuwepo mwanzoni, Yanga akakufuata, ukamkimbia ukasema kwamba wewe huwezi kukaa karibu na Yanga. Nini kimekurudisha Mkina? Ndio kama hicho ninachokwambia kwamba tulitaka kujaribu kuangalia ni sehemu gani itakuwa sehemu salama ili kuweza kukaa mbali na hawa ndugu zetu, tuweze kucheza mpira, wachezaji waonyeshane viwango, kwa sababu timu zetu mbili tunajua jinsi haina matokeo tunakuwa tunayapata, kwa tunapambana sana nje ya uwanja. Sasa tukaamini kwamba sehemu ya Meja Isamuhyo tukipambana pale tuna uwezo kupambana na huyu jamaa, tukaweza kupambana naye ili kuweza kupata matokeo mazuri ya kuweza kupata ushindi, kuweza kuchukua ubingwa ligi kuu Tanzania bara. Lakini kikubwa kwamba sehemu tulipoelekea, yani ni kama vile tulienda sehemu ambako wenyewe wanasema chura kwake kwenye maji. Sasa mule kulikuwa kama ndio sehemu yenye maji. Sasa mwisho wa siku ndio tumeona bora tuondoke tumfuate huko kwa alipo. Tunategemea kwenye uwanja wa KMC asilimia kubwa sisi Simba ndio kwenye uwanja huu. Wao ndio walitufuata sisi. Wao walikuwa kwenye uwanja wa Azam Complex. Kwa hiyo tunaamini kabisa hapa tuko kwa kiwanja cha nyumbani. Japokuwa wao wanasema kwamba ndio hapo nyumbani, lakini sisi ndio nyumbani kabla ya wao. Tunajua jinsi gani sisi ya kuweza kuutendea haki huu uwanja. Bana, leo ni Simba dhidi ya Tanzania Prison. Tanzania Prison wanajinasua kushuka daraja. Mtatoboa? Kwanza tumekuja na muendelezo wa chama. Kwa sababu kuanzia kwenye dabi kufanya balaa kubwa la dunia, nafikiri sasa hivi dunia nzima inazungumzia balaa la chama, na mpaka waziri mkuu jana kama ulimsikia kwamba wanafanya utaratibu wa kuweza kuangalia jinsi gani ya kumbadilisha uraia chama. Ile ikachagiza kabisa. Unaamini kabisa litafanikiwa kwamba chama awe raia wa Tanzania? Kwa mimi ninavyofahamu ni kwamba chama alizaliwa kwa ajili ya kuja kuchezea Simba. Huko kwingine kote alikokuwa anapita alikuwa anatafuta tu njia kwa ajili ya kuja kuchezea klabu yake alikuwa kaandikiwa na Mwenyezi Mungu. Naamini ulikuwa unajua kabisa alikuwa kwa watani wetu wa jadi. Lakini alienda kule alikuwa anakaa benchi. Hamna kitu chochote kinachoonekana. Lakini Simba ndio sehemu aliyokaandikiwa na ndio maana mambo makubwa yale yanaonekana. Naamini kama itafanikiwa kubadilisha uraia, sisi swala la namba 8 pale au namba 10 pale Taifa Stars tuko tumeshalimaliza, kwa sababu chama ni moja ya key player katika namba 10 hapa Tanzania. Hakuna maana Zambia watakubali Clatous Chota Chama kwa makubwa ambayo ameyafanya awe raia wa Tanzania. Mimi nafikiri mpaka sasa hivi wa Zambia wenyewe wanaamini kama Chama ni Mtanzania kulingana na jinsi heshima anaopewa hapa Tanzania. Kwa sababu wewe hii kama unazungumziwa na waziri mkuu wa nchi ambaye yuko kwenye hafla na ni mchezaji wa taifa jingine, maana yake tayari wanamkubali kwamba huyu jamaa huko Tanzania anakubalika. Kwa hiyo hata jinsi ya kumbadilisha uraia itakuwa ni rahisi tu. Kwa hiyo leo mnatoboa dhidi ya Tanzania Prison. Tanzania Prison tunawaheshimu na tunajua wako katika hali mbaya, lakini wamekutana na moto ambao yani hauzuiliki kwa sasa tulipokuwepo, kwa sababu unapoizungumzia Simba ambao kina Oula na Libasege hatujawahi kupoteza mchezo wote, zaidi ya watu wakitoa sare wanashangilia. Nafikiri wewe mwenyewe umeona watani wetu juzi wamekuwa kama Dodoma Jiji yani, au wale TRA kule Arusha, yani wametoa sare na Simba wanashangilia kama wametoa sare na Real Madrid. Kwa hiyo hata leo Tanzania Prison kwanza, cha kwanza atakuwa anaingia uwanjani, cha kwanza kabisa wanatafuta sare. Sasa sisi tunahitaji ushindi na sisi tunahitaji ubingwa. Tunaamini kabisa unapomkimbiza mwizi unatakiwa uwe karibu naye. Kwa hiyo ndio maana sisi tumetoka Meja Isamuhyo tumefuata KMC ili kila kitu anachokifanya tuweze kuwa karibu naye, tuweze kujua ni jinsi gani ya kuweza kupata riziki kwa ajili ya kwenda kuchukua ubingwa ligi kuu Tanzania bara. Hatuna shida sisi. Hizi pointi 5 sio nyingi. Panapo majaliwa Gemu bado ziko 9. Naamini nikicheza leo zinabaki gemu 8. Na yeye ameshacheza jana zimebaki gemu 8. Tunaamini kabisa tunakoelekea huko yani tui na maji vitaanza kutengana muda si mrefu. Nyie twendeni tu mbele ya safari. Lakini wenzako wameshafanya reshuffle, kwa hiyo wamekaa vizuri, kocha mwingine na timu imepata matokeo ya alama 3 na magoli 3 siku ya jana. Kwa jinsi walivyocheza jana kiukweli wamepambana
na ndio timu zinavyotakiwa kupambana vile, na sisi ndio tunahitaji mpira wa namna ile, ushinde tuweze kujua kweli umeshinda, lakini sio ushindi wa magumashi kama ule ushindi wa KMC. Yani ushindi wa KMC hadi sasa hivi mimi unaniuma sana roho kuangalia ni yule mwamuzi kwamba alikuwa kabeti au mwamuzi alikuja na matokeo yake uwanjani, kwa sababu wewe haiwezekani kwamba fullback anaenda namshika mshambuliaji kwenye penalty box na atoi penalty box karibuni 2, lakini kwa jana mimi nawapongeza, wamepambana. Coast wameingia kwenye mfumo, wamekula choma 3, maisha yanaendelea, na sisi hapa waje kuangalia mnyama kama kawaida mwituni, tunafanya kazi yetu, mambo mengine yanaendelea. Bwana, mimi nikutakia kila la heri katika mchezo huo dhidi ya Tanzania Prisons. Chupu kabisa leo mwendelezo wa Chama, kwa sababu Chama ana game kama 10 tumempangia, lazima awe anafunga kila game, sababu tunamwandaa kwa ajili ya kuwa mfungaji bora ligi kuu Tanzania bara. Kwa leo nako atascore goli zake 2, na kuna goli la balaa kubwa zaidi ya lile tuliyofunga mtani. Naamini sasa hivi hata Azam TV wamepandisha vingamuzi bei kwa sababu ya Chama, kwa sababu Chama sasa hivi anazungumziwa dunia nzima. Kwa hata leo hii wanachama ambao wamekuja na washabiki na fans, na kuna wanachama wa Yanga nimeona wamekuja kwa ajili ya kumwangalia Chama, ndio burudani ya Tanzania. Bana, kuna mafuta nayo yamepanda, isije tu ikawa ni Clatous Chota Chama, mafuta pia ukuta yamechangia. Na hilo goli ndio limesababisha vitu vyote, kwa sababu unajua kama goli linazungumzwa dunia nzima sasa hivi tunavyozungumza, sasa hivi tuko tunaangalia Citizen huko, wote wanazungumzia habari ya goli la Chama, na watu tumechezea kwenye ligi ya Tanzania bara. Maana yake ligi yetu ishakuwa kubwa na Watanzania tushaanza kujulikana kwenye tasnia ya soka.